kamati katika wakati ambao takriban miaka 39 imepita taifa letu halijaingia kwenye mashindano. Jukumu hili kwangu ni zito sana, na ni mzigo ambao ukinipima pressure tangu nianze kazi, ndio kazi pekee ambayo kila kunapokucha nahisi kama naanza kupata pressure. Ninapenda sana mpira na sipendi kushindwa, na sijawahi kupata rekodi ya kushindwa. Najiuliza mara mbili, Mungu kwenye hii safari ukiniacha maana yake ninaibika. Kazi kubwa niliyopewa ni ya kurudisha timu kwa wananchi, ya kurudisha timu ya Taifa Star kwa mashabiki, ya kuwakabidhi wa Tanzania timu yao. Hii ndio kazi ya kwanza na kubwa na muhimu kwa tafasiri nilionayo, ndio niliopewa kama mwenyekiti wa kamati ya kusaidia Taifa Star kushinda. Na kazi hii tumeianza na kamati ambao ni wajumbe mchanganyiko kutoka vilabu mbalimbali na wapenzi na wakereketwa wa michezo katika taifa letu, wenye historia zilizotukuka, walioweza kujitolea kwa hali na mali kufikia hatua leo mpira unaendelea kuwa na thamani ndani ya taifa letu. Lakini kipekee nichukue fursa hii kuwashukuru sana wamiliki wa vyombo vya habari kwa namna ambavyo waliitikia wito nilivyowaomba kupitia kamati ya kushiriki kwao kuhabarisha umma dhidi ya kampeni na hamasa tunayoitafuta kuhakikisha mchezaji namba 12 anakuwepo uwanjani kwa wakati na kuwafanya hawa ndugu zetu 11 kuleta matokeo ya ushindi. Tuko kwenye momenti ya michezo, tuko kwenye kipindi cha michezo, tuko kwenye kipindi ambacho taifa letu linaanza kupeperusha bendera ya mpira wa miguu ndani ya Afrika na dunia kwa ujumla, kipindi ambacho hatupaswi kukubali kipotee. Na namna pekee ya kutokubali kupotea ni kila mmoja kuwa na positive mind kuelekea kwenye ushindi wa mechi ya 24 kati ya Uganda na Taifa Star. Leo hapa mmefika, kwangu ni faraja ya kwamba kazi yangu moja ya msingi nilokabidhiwa ya kuwaunganisha, kuwarejeshea na kuwakabidhi wa Tanzania timu yao ya Taifa Star imeanza kuonekana. Nyinyi ni kiashiria kikubwa cha kwamba sasa Taifa Star haimilikiwi na TFF, haimilikiwi na kocha wala makonda, bali inamilikiwa na Watanzania wote. Naendelea kusema kwa kila ambacho kila mmoja wetu anaona kinaweza kuongeza hamasa, kinaweza kusababisha tukapata matokeo mazuri, ni wakati sasa wa kukifanya. Fanya katika dua, fanya katika sala, fanya katika baa kwa kuhamasisha watu, kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vipindi vya redio na TV, lakini zaidi usahau tarehe 24 kuwa ndani ya uwanja wetu wa taifa na kuhakikisha nafasi zinajaa. Mzanguni, niendelee kuwashukuru pia watu wote mashuhuri walioamua kuibeba Taifa Star. Kubeba kwao Taifa Star maana yake wamebeba Watanzania wanaowasikiliza na kuwafuata. Ni matumaini yangu ya kwamba baada ya hapa tutaendeleza kuhamasisha. Na wale wenzangu, kama una kampeni yako yoyote, mimi mwenyewe na program nyingi sana kwenye mkoa wangu. Na hata hapa nimekuja nikitokea kwenye ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, na alipoona uzito wa jambo lenyewe akasema mimi mwenyewe ni mpenzi wa michezo, Makonda nenda kaungane na wadau, mashabiki na wapenzi wa Taifa Star kuhakikisha kwamba timu yetu inashinda. Vinginevyo ningekuwa naendelea na ratiba zake kwa sababu nilikuwa naye tangu asubuhi Duse, na sasa alikuwa anaelekea sehemu nyingine ambako na mimi nilipaswa kuwepo. Kwa nawashukuru kwa sababu mmeacha mambo yenu mengi, na kwa kitendo cha kuacha kazi zenu nyingi, ninao uhakika wa kwamba mmedhihirisha mapenzi yenu kwa Taifa Star. Lakini nizidi kuwashukuru zaidi kwa ajili ya kuwalipia
watu 1000 takriban 300 kwenda kwenye 400. Ni idadi kubwa sana. Na jana niliona kupitia kwenye account nafikiri ya Kraus Kusaga naye ameamua kuwalipia watu 100. Nikazidi kufurahi zaidi. Kwa hiyo na imani ya kwamba una uwezo wa namna nyingi za kushiriki. Unaweza kushiriki kwa kumkatia mtu tiketi ambaye anasema hana uwezo wa kwenda, lakini pia unaweza kushiriki hata kumnunulia mtu jezi. Unaweza kushiriki zaidi ya kuhamasisha watu waendelee kuingia wengi zaidi uwanjani. Na mimi nimeona niungane na ndugu zangu hawa kwa kuongeza tiketi 1000 ambao tazilipia mwenyewe kwa wale vijana watakaokuwa kwenye vituo vya watoto yatima ambao hawana uwezo wa kwenda uwanja wa Taifa lakini wangetamani kwenda. Tazikabidhi hizo tiketi kupitia kwenye kamati yetu na Haji tutafanyia kazi, na nyinyi kwenye redio mnaweza mkao mnachagua au television mna kituo mnachokifahamu, basi mtagawana hizo tiketi kuhakikisha kwamba vijana wanaotoka kwenye vituo vya watoto yatima wanashiriki kikamilifu katika mchezo na hatimaye tuweze kufanikiwa. Ndugu zanguni, mengi yameshasema. Nikiwa nasema sana nitakuwa kama najirudia tu. Lakini ndugu yangu Ado hapa amesema tena umuhimu wa haya mashindano sisi kushinda. Hakuna kitu kinachouma mwezi wa 6 ule unakaa si wa 7 unaanza kuangalia, unaziona timu za mataifa mengine, timu yako Taifa Star haipo. Na sisi wapenzi wa mpira tuko tayari hata kutokulala kwa ajili ya kusubiri mechi. Sasa hebu jiulize, unawezaje kusubiri mechi ya taifa jingine tofauti na taifa lako? Na niwaambie tu machache. Moja wapo, mchezo au mpira ni pesa. Leo hii tunamfurahia Samata anapeperusha bendera ya taifa letu, lakini pia amepata kipato kinachomwezesha yeye na familia na Watanzania wengine. Tunaweza kumuomba hata 500 Samata akachangia kwa sababu ya mpira. Tunapopata nafasi hii ya kuingiza Taifa Star kwenye AFCON, maana yake tunapata nafasi ya kuwatangaza Watanzania katika ramani ya mpira duniani. Ni faida kubwa sana kwa taifa letu, na ndio maana nasema moment hii hatupaswi kuipoteza hata kidogo. Matamanio yangu, na niwaombe ndugu zangu wenye madaladala wote kwenye pande zote za mkoa wa Dar es Salaam, siku hiyo ukichukua watu kutoka Temeke au ukachukua watu kutoka Gongo la Mboto au ukachukua watu kutoka Tegeta au Mbezi Mwisho kule, ukasema mimi daladala zangu zinaenda moja kwa moja Taifa, ukikamatwa nipigie mimi simu. Ninabadilisha ruti zote za siku ya Jumapili. Daladala mna haki ya kupeleka abiria uwanja wa Taifa na kujaza uwanja wa Taifa, na siku hiyo mtawasubiri na mtawarudisha. Kwa hiyo nawasihi wala msiwe na hofu. Mimi ndio mkuu wa mkoa na mkoa huu wa kwangu. Na sijakabidhiwa kwa majaribio, nimekabidhiwa kwa ajili ya kuongoza, na hayo ndio maelekezo yangu. Sio na hofu na SMART wala polisi, mimi nipo. Safi. Ruti zote elekezeni uwanja wa Taifa. Lakini matumaini yangu tukifunga, nilikuwa najaribu kuwaza nitafanya nini. Moja ya kitu ambacho nachotamani kama tukishinda Taifa Star ikaingia AFCON, cha kwanza tutafunga baadhi ya mitaa na kufanya party ambayo haijawahi kutokea. Lakini cha pili nawahakikishia tutakuwa na nusu bei ya vinywaji vyote kwa masaa 6 ya siku ya Jumapili. Sasa huwa sijawahi kupanga jambo nikashinda. Hiyo fresh ndio kweli. Kwa mimi ninawahakikishia kwamba tutakuwa na mitaa yetu maalum kwa ajili ya kuserebuka kikamilifu. Lakini la pili, tutahakikisha ya kwamba makampuni yote ya vinywaji ambayo tayari imeshaanza kufanya nao mawasiliano, wanasema sisi mzee tukishinda kuanzia ile mechi inaisha tuhesabie masaa 6, bei zetu zitakuwa nusu. Sasa kama umezoea kupiga 2000 itapatikana kwa shilingi 1000. Lakini maombi yangu tu ni kwamba uende kwa kiasi ili baadaye tusije tukapata madhara ya kuwapoteza ndugu zetu kwa historia ya kushabikia AFCON. Ndugu zanguni, kazi ya hamasa haihitaji malipo. Inahitaji mapenzi yako wewe mwenyewe kutoka kwenye moyo wako. Ukipenda kitu wala huamshwi wala hulazimishwi, unakifanya kwa moyo mkunjufu. Kwa mimi ningeomba sana. Nilikuwa nasikia hapa kampeni ya Zima TV twende uwanjani. Ni slogan nzuri ambayo mimi nimeipenda.
Lakini baadaye nafikiri nilikuwa namwambia waziri watu wa habari na michezo, kuna sababu pia kudelay kidogo. Sio mashindano haya ya Taifa Star na kesho na Uganda, kwa sababu inawezekana tunawapa short notice.